Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika Mashariki ya Kati pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Lakini tukitazama vita baina ya Iran pamoja na Israel, wakati huu inaripotiwa kwamba Israel imefanya shambulizi katika vituo vya gesi katika Ghuba ya Uajemi na kutishia msukosuko zaidi wa masoko. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unazidi kuenea hadi katika miundombinu ya nishati ya Iran, wakati Israel ikifanya shambulizi katika vituo hivyo vya mafuta pamoja na gesi. Kombora la Israel siku ya Jumamosi limesababisha mlipuko mkubwa wa moto katika kituo cha kuchakata gesi asilia kinachohusishwa na uwanja mkubwa wa Pars kusini mwa Iran. Hata hivyo, ilikuwa ni katika kiwanda cha kusindika cha awamu ya 14 katika pwani kililazimisha kuzimwa kwa jukwaa la uzalishaji katika eneo hilo, kulingana na ripoti kutoka kwa shirika la habari la Tasnim. Wamiliki wa makampuni ya nishati ya gesi wanasema kwamba tunaonekana kuwa katika mzunguko wa kuongezeka kwa mashambulizi wakati huu, na kutakuwa na maswali kuhusu ikiwa Israel italenga miundombinu zaidi ya nishati ya Iran. Taarifa kutoka kwa wamiliki wa makampuni ya gesi pamoja na mafuta wanaeleza eneo la Pars Kusini ni eneo kubwa zaidi la gesi duniani ambalo linashirikiwa kati ya Iran na nchi jirani ya Qatar, ambako inajulikana kama uwanja wa kaskazini. Gesi ya Iran ni ya matumizi ya nyumbani na haisafirishwi nje kwa wingi, huku eneo hilo la kusini likitoa takribani theluthi mbili ya bidhaa zinazotolewa nchini humo. Moto katika kituo hicho ulisimamisha uzalishaji kutoka kwa moja ya majukwaa ya nje ya nchi kiasi cha mita za ujazo milioni 12 kwa siku, shirika la Tasnim limeripoti. Wazima moto walizuia moto huo kuenea kwa vitengo vingine. Moto tofauti pia ulizuka katika kiwanda cha gesi cha Fajr Jam ambacho huchakata mafuta pia kutoka eneo hilo la kusini, pamoja na maeneo mengine ya Nar na Kangan, na ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya usindikaji vya Iran. Shirika la habari la Tasnim limeeleza pia makombora hayo yanaweza kudumaza zaidi tasnia ya nishati nchini Iran ambayo inayumbayumba. Nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na baadhi ya matatizo mabaya zaidi ya umeme katika miongo kadhaa iliyopita. Imeathiri sana nyanja kubwa ya uchumi na kusukuma nchi tajiri kwa rasilimali za nishati katika migogoro zaidi. Kukosekana kwa umeme kuligharimu uchumi takribani dola milioni 250 kwa siku, kulingana na makadirio kutoka katika chama cha wafanyabiashara wa viwanda, migodi na kilimo cha Iran. Mgogoro wa umeme utazidi kuwa mbaya zaidi katika kipindi hiki. Wizara ya nishati inatarajia upungufu wa megawatt 25,000 msimu huu wa joto kutokana na mashambulizi haya yanayofanywa na Israel. Israel inatafuta shabaha za kiuchumi, lakini angalau katika hatua hii inajaribu kupunguza athari za masoko ya kimataifa ili kuepuka kuwatenga washirika, inaeleza taarifa kupitia shirika la habari la Tasnim, kulingana na wachambuzi wa masuala ya uchumi wakisema kwamba mashambulizi ya sasa ya Israel ni katika kuhakikisha inashambulia katika maeneo yote ambayo yana mifumo ya uzalishaji na yanayokuza uchumi wa Iran. Hii itasaidia Iran kukosa fedha na kuendesha operesheni zake ambazo inaendelea nazo. Huu ndio mpango wa Israel ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, sababu rasmi hazikutolewa kutokana na moto huo, lakini tathmini za awali ziliashiria ndege zisizokuwa na rubani kutoka nchini Israel zilifanya mashambulizi hayo. Iran imeunda mtandao mkubwa wa mitambo ya kusindika gesi na kemikali, lakini pia katika bandari Asaluya kwenye pwani ya kusini mwa nchi hiyo, vifaa vilivyounganishwa na tovuti za uzalishaji nje ya nchi pia zimekuwa ni muhimu kwa usafirishaji katika kioevu chepesi, hasa mafuta, lakini nacho inadaiwa kwamba kinaenda kuungua. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.